Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa Ibiza Media. Kama ndo mara kwa kwanza basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana Uncle T atoa talaka baada ya haya yote kuweza kutokea, na kitu ambacho alichoweza kukisema ni kwamba hatakuja kuoa tena katika maisha yake kwa sababu amekuwa akiwaamini sana wanawake, lakini matokeo yake ndo kama haya ambayo yanayoendelea kwa sasa. Kiukweli anajutia sana kuweza kuona maisha yake yamekuwa na migogoro na misingi ambayo isiyokuwa katika mikakati, na wengi wao wakasema kwamba kuna vitu vingi vya kujifunza katika haya yote ambayo yanayoendelea sasa, na pia wengi wao wakasema kwamba kwa hiki kinachotokea kwa upande wa Uncle T, watu wengi walishaweza kukiona kitambo sana, toka lini shoga akaoa. Sasa kwa kauli hizi zimemfanya bwana Uncle T aweze kukasirika sana na kufunguka vitu vingi na kusema kwamba ifike kipindi waje tuendelee kuheshimiana, kwa sababu hizi pigo mnazozileta kwa upande wangu sijaridhika nazo na sijazipenda, hivyo tambueni kwamba sijapenda na mnatakiwa kuweza kuwa na heshima na adabu katika maisha ya mtu. Hivyo mtu akiamua kuoa ni vyema mkampa nafasi ya yeye kuweza kutambua thamani yake na umuhimu wake katika maisha, na sio kwanza kumletea ngandembo hizi ambazo mnazomletea. Binafsi sipendi na sitamani kuweza kuona haya yanayoendelea. Tuweni na adabu na tuweni na umakini wa hali ya juu kwenye kila jambo ambalo tumekuwa tukilifanya. Bwana, mambo ndo kama hivi ambavyo wanavyozidi kuona kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mambo ambavyo yanavyozidi kupamba moto. Mimi naomba nikusihi kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, kwani kufanya hivyo utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya wewe kuweza kuenjoy na kufurahi pia. Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa Ibiza Media. Kama ndo mara kwa kwanza basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana Uncle T atoa talaka baada ya haya yote kuweza kutokea, na kitu ambacho alichoweza kukisema ni kwamba hatakuja kuoa tena katika maisha yake kwa sababu amekuwa akiwaamini sana wanawake, lakini matokeo yake ndo kama haya ambayo yanayoendelea kwa sasa. Kiukweli anajutia sana kuweza kuona maisha yake yamekuwa na migogoro na misingi ambayo isiyokuwa katika mikakati, na wengi wao wakasema kwamba kuna vitu vingi vya kujifunza katika haya yote ambayo yanayoendelea sasa, na pia wengi wao wakasema kwamba kwa hiki kinachotokea kwa upande wa Uncle T, watu wengi walishaweza kukiona kitambo sana, toka lini shoga akaoa. Sasa kwa kauli hizi zimemfanya bwana Uncle T aweze kukasirika sana na kufunguka vitu vingi na kusema kwamba ifike kipindi waje tuendelee kuheshimiana, kwa sababu hizi pigo mnazozileta kwa upande wangu sijaridhika nazo na sijazipenda, hivyo tambueni kwamba sijapenda na mnatakiwa kuweza kuwa na heshima na adabu katika maisha ya mtu. Hivyo mtu akiamua kuoa ni vyema mkampa nafasi ya yeye kuweza kutambua thamani yake na umuhimu wake katika maisha, na sio kwanza kumletea ngandembo hizi ambazo mnazomletea. Binafsi sipendi na sitamani kuweza kuona haya yanayoendelea. Tuweni na adabu na tuweni na umakini wa hali ya juu kwenye kila jambo ambalo tumekuwa tukilifanya. Bwana, mambo ndo kama hivi ambavyo wanavyozidi kuona kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mambo ambavyo yanavyozidi kupamba moto. Mimi naomba nikusihi kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, kwani kufanya hivyo utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya wewe kuweza kuenjoy na kufurahi pia.